Simonile ni mkuu wa kitengo cha maendeleo ya jamii ofisi ya mkuu wa mkoa wa Njombe. Kwa siku ya leo katika ukumbi huu wa Johnson tulikuwa na tukio maalum la kuwakutanisha wanawake viongozi katika ngazi mbalimbali. Tumekuwa na wanawake kuanzia ngazi ya mkoa katika taasisi ambazo zinafanya kazi katika mkoa, lakini tumekuwa na wanawake katika ngazi ya halmashauri, tumekuwa na wanawake viongozi katika ngazi ya kata, tumekuwa na wanawake viongozi katika ngazi ya vijiji, na tumekuwa na wanawake viongozi katika ngazi za mashule, kwa maana wadada wa shule, wanaitwa wadada wakuu, sekondari na shule za msingi. Na lengo kuu la kuwepo hapa, hii ni moja ya matukio ambayo tumeandaa kwa mwaka huu 2026 katika hii wiki ya kuadhimisha siku ya wanawake duniani. Kwa hiyo katika mkoa wa Njombe tuna matukio mbalimbali ambayo yanaadhimishwa katika halmashauri zetu zote 6 katika kata mbalimbali. Lakini na vile kama mkoa tumebeba matukio kadhaa ambayo yanajumuisha na kuleta taswira nzima ya mkoa. Mojawapo ndio hili ambalo tumewahusisha wanawake katika halmashauri, lakini katika ngazi tofauti za uongozi. Mpaka wale wanafunzi wadada wa shule ambao tunajua watakuwa viongozi watarajiwa. Kwa hiyo kwa siku ya leo kwa kweli tukio letu limefana, tumekwenda vizuri, tumefikia lengo. Maana tulikuwa tuna mada zetu 3 kuu ambazo zimelenga kufikisha ujumbe wa kauli mbiu ya mwaka huu ya maadhimisho inayosema haki na usawa kwa wanawake na wasichana, msingi wa maendeleo jumuishi kufikia dira ya 2050. Na mada zetu kuu zilihusu kwanza kuifafanua ile kauli mbiu yenyewe inamaanisha nini. Na kauli mbiu ya mwaka huu tumeifafanua kwa maeneo 3. Tumeangalia nafasi ya mwanamke katika kutimiza malengo ya dira 2050, alipo sasa na anakwenda wapi na atafikaje anakokwenda. Kwa hiyo tumeangalia sera, mikakati na mipango mbalimbali iliyoandaliwa na serikali kwa ajili ya kumwezesha mwanamke kumtoa katika zile changamoto katika kipindi cha nyuma. Vile vile kulikuwa na mada ya malezi. Tulikuwa tunaangalia swala la ukatili limekithiri kwenye jamii zetu. Kwa hiyo tukaona kuna haja sasa kukaa na wanawake wao viongozi katika ngazi mbalimbali kuwaelezea na kuwakumbusha swala la malezi chanya yanaanzia katika kaya, yanaanzia kwa mtoto mchanga. Kwa hiyo tumeongelea sayansi ya malezi, makuzi na maendeleo ya mtoto. Tumeongelea na masuala ya malezi chanya, mahusiano katika jamii, lakini mahusiano katika familia na mahusiano kati ya mtu mmoja na mtu mwingine. Lakini vile vile tulikuwa na mada ya biashara. Tunasema tunaangazia uchumi imara, marika wa viwanda, biashara. Kwa hiyo tumeona kuna haja ya kuwakumbusha au kuwaelimisha wanawake na hasa hao wasichana kwamba wakimaliza shule wajue kuna fursa zingine za kuwawezesha wao kufanya biashara, kuingia kwenye uchumi, kwenye shughuli za uchumi. Kwa hiyo tulikuwa na mada ya namna ya uanzishaji na uendeshaji biashara zenye tija. Tuna mpango maalum wa kukemea swala hili. Kama ulivyosikia hotuba ya mgeni rasmi Mheshimiwa Anthony Mtaka, mkuu wa mkoa wa Njombe, ameelezea kwa kina namna thamani ya umuhimu wa mwanamke katika maendeleo ya taifa. Lakini vile vile ameongelea thamani ya mwanamke katika maendeleo ya taifa. Na katika hilo amegusia tabia, umomonyoko wa maadili na mitindo ya kuiga usasa na vitu vya kwenye mitandao kwa wananchi wetu kama wa Njombe au wa taifa wa Tanzania kwa ujumla. Kwa hiyo sisi kama wanawake au sisi kama wasimamizi wa mustakabali wa maendeleo ya wanawake tumeliwekea mkakati swala hili kulikemea katika kila jukwaa, katika kila fursa ya kuliongelea, haswa ile mitindo hiyo ya kujipiga picha na kujiposti kidijitali au katika masuala ya kukaa kwenye vikundi na kutengeneza ngoma zile za usiku, vijola, sijui kuna kutunzana ambapo kunakuwa na shughuli mbalimbali. Hata saa hizi tumeangazia kwenye yale matukio ya usiku wa mwanamke. Kuna ngazi ya kata wameshaanza kuyapeleka katika sura ambayo si sahihi. Tunapata malalamiko na tunapata maoni kutoka kwa wananchi. Kwa hiyo tunalikemea swala kama hili. Tunazidi kusisitiza kwamba mwanamke, wewe ni mtu muhimu katika maendeleo ya taifa hili. Kwa hiyo jithamini. Ukijithamini wewe, maana yake sasa utathamini na kile kizazi unachokilea kitajithamini. Matokeo tutakuwa na mwanamke bora, mama bora, mlezi bora na taifa bora. Kwa majina naitwa Imelda Ezekiel Matata, nasoma chuo cha afya Mgao and training. Leo tumejifunza mada tofauti kuhusu maadili na jinsi maendeleo ya wasichana katika jamii.
maoni yangu kwa mabinti ambao wanajirekodi mitandaoni kwa nguo zisizofaa, mimi naamini ni kulingana na maadili ya wazazi na mahali walikolelewa. Hatuwezi kujua watu wanapitia mangapi kulingana na vitu wanavyovipitia kwenye maisha. Kwa hiyo mimi, kwa maoni yangu binafsi, na tumaini kama serikali itawafuata na kuwaelimisha mabinti ambao wote wanapitia kwenye hizo hali wanazojirekodi sijui kwa nguo zisizo na maadili. Mimi naamini wengine ni maisha yanawafanya kufikia stage walionayo, sio kama wanapenda, na wengine pia ni mazingira. Hivyo vitu kutokana na mazingira yote tuseme, kutokana na mazingira na familia ambazo tunalelewa ndio zinatu influence sisi wasichana kupata matokeo ambayo sisi tunayafanya mitandaoni. Sio kila mtu anapenda. Mimi kwa maoni yangu, muwaelimishe au mabinti waweze kuelewa utu wao na heshima zao. Ndiyo, kwa sababu kama si kozi yetu ya afya, kuna mipaka ya mtu kujirusha. Huwezi ukawa unajirusha kwenye nguo zisizokuwa na maadili, mambo yasiyofaa. Kwa sababu sisi hapa unakuta sawa, mimi mwenyewe na account yangu TikTok nafanya hizo video challenge, lakini siwezi nikafanya challenge za ajabu kwa sababu nalinda status ya chuo, nalinda status ya wazazi na najua nilikotokea. Kwa hiyo kila mtu analinda utu wake na stala yake. Asante, ninaitwa Jenny Chitojo, mkurugenzi wa Hatua Foundation. Tumepata bahati ya kuja kushiriki kongamano hili la wanawake wajasiriamali na viongozi hapa mkoani Njombe katika kuelekea maadhimisho ya siku ya mwanamke duniani tarehe 8 Machi. Na naweza kusema kwamba hadi kufikia 2026 mwanamke ameendelea kuonekana katika maeneo mengi, katika nyanja nzima za uongozi, katika nyanja nzima za kisiasa. Uongozi uko sehemu nyingi, kisiasa, kwenye familia, mwanamke amezidi kujitambua na amezidi kusimama yeye kama yeye. Lakini mwanamke huyu wa Kitanzania sasa ameendelea kuwa kioo kizuri kwa mabinti ambao sasa wanakuwa. Kwa siku ya leo tumeweza kuona wale mabinti wadogo na wao wameweza kufika kushuhudia kitu gani mama zao ama wanawake sisi tunakiadhimisha. Maana kila mwaka tu imekuwa ni tarehe 8 Machi, siku ya mwanamke duniani. Mwanamke duniani anafanya nini? Kwa hivyo mimi nimeona ni kitu kizuri ambacho tunakwenda kuwaambukiza hawa watoto wetu, mabinti zetu, kadri wanavyozidi kukua na wao waweze kuiga yale ambayo tumeyafanya sisi mama zao. Mkuu wa mkoa ametuuliza kwamba Mheshimiwa Anthony Mtaka, sisi wanawake wa sasa hivi, je, tukiwaangalia mabinti wetu wa sasa hivi tunajiona sisi? Basi niweze kutoa wito na rai kwa wanawake wote wa Kitanzania na duniani kote pengine nikibahatika kusikika. Mwanamke wa sasa hivi unajitazama wewe mama, ambaye uko nyumbani, upo kazini, upo ofisini, upo kwenye siasa. Je, ukimtazama yule binti yako ama binti wa jirani, unajiona wewe? Kama hujioni wewe, unachukua hatua gani za kuweza kutengeneza kwenda kumuona mwanamke kama wewe ajaye? Tunalo jukumu kubwa sana la kuweza kusema na mabinti zetu, lakini kuwapa zile njia sahihi za kuweza na wao wakifika umri kama wa kwetu, basi wao pia wawe kama sisi. Kivuli ama tukapata kichaka cha kujificha kwenye ile 50 kwa 50. Nasema mara zote mwanamume atabaki kuwa mwanamume na mwanamke atabaki kuwa mwanamke. Kwa hivyo kuna maeneo lazima uoneshe wanamke wako na kuna maeneo lazima uoneshe kwamba wewe mwanamke upo kwa ajili ya kumtii mwanaume. Hivyo 50 kwa 50 isituondoe kwenye Utanzania, isituondoe kwenye ile mila na desturi zetu, lakini hata tukiimani katika maandiko bado tunamuona mwanamume bado ni kichwa cha familia. Kwa hivyo 50 kwa 50 iende, lakini mwanamke hakikisha unaendelea kumheshimu mwanaume popote alipo. Hiyo kwa ngazi ya familia, ngazi ya kiofisi na hata kitaifa kwa ujumla. Kama taasisi ya Hatua Foundation, swala la mmomonyoko wa maadili ni kubwa, na hii yote inapelekea tuseme hasara za utandawazi, kwa sababu utandawazi umekuja una faida na hasara. Sasa hizi ndizo ambazo tuzichukue sasa kama changamoto ambayo inakwenda kusababisha mmomonyoko mkubwa wa maadili kwa vijana wetu ama kwa watoto wetu. Sasa sisi wanawake
tulichukue hili na tujue tunakwenda na nyenzo zipi za kwenda kuwarudisha hawa vijana wakakaa katika yale maadili ya Kitanzania. Mwanamke anao jukumu kubwa sana la kutunza maadili kuanzia ngazi ya familia mpaka ngazi ya taifa. Tumekwama kwamba soko halipo. Nasema hivi kwamba parachichi ibaki Njombe, na ikibaki hapa Njombe, kwanza tutaongeza ajira, na lakini kama hatuna mkopo, tunamuona pale, naona NMB hawapo, CRDB hawapo, tunahitaji mikopo ya kilimo ya bilioni 2 kwa sababu uwekezaji wa parachichi kwenye ile mashine inaanzia bilioni 2. Kwa hiyo huko hapa tukusanye sisi wakina mama wachache, tutate hiyo bilioni 2 na tuanzishe kiwanda chetu cha kuchakata hiyo parachichi kwa ajili ya uzalishaji wa mafuta na bidhaa zingine zinazotokana na parachichi kama mafuta, sabuni. Lakini kuliko kubaki Mkenya amekuja na mwingine naye amekuja, wanachukua parachichi wanaondoka nayo, sisi tumekaa hapa heti hatuna bilioni 2. Tunahitaji bilioni 2 na sio milioni 10 au milioni 4, milioni ngapi huko tumeshatoka. Kawaambie Azania Benki tunahitaji mkopo wa kilimo kuanzia bilioni 2 ubaki hapa Njombe kwa wanawake hawa wa Njombe ili tuweze na sisi kuweza kuchakata parachichi. Asante sana. Jamani, nashukuru.